Kwanza tunashukuru kwa ujio wenu, nashukuru sana. Jana tarehe 20 Aprili 2026 kulikuwa na uwasilishwaji wa bajeti ya kwanza ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana, ofisi wa waziri, kwa Wizara wa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, kuhusu mpango wa makadirio ya matumizi ya wizara kwa mwaka 2026 mwaka 2027, ambao ni hii hapa. Ngome ya Vijana imekuwa ni desturi yetu kusimamia na kupigania changamoto za vijana, kusimamia madhubuti idara zote za serikali zinazohusu masuala ya vijana. Na kwa sababu ya uwepo wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana, imekuwa ni taasisi madhubuti sana sisi kwetu kuiangalia inavyotembea, inavyoinama, inavyoinuka, inavyolala, inavyoamka, kwa kuangazia changamoto za vijana za kila siku. Ngome ya Vijana ACT Wazalendo, kwa niaba ya vijana, tumefuatilia hotuba ya bajeti ya Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka aliyoitoa jana tarehe 20 Aprili mwaka 2026 kuhusu mpango na makadirio ya matumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana kwa mwaka 2026 mwaka 2027. Katika ufuatiliaji wetu, tumeainisha maeneo yenye kasoro na changamoto yanayoongeza ugumu katika utekelezaji wa bajeti hii kufikia malengo ya kusaidia na kustawisha maendeleo ya vijana kiuchumi. Sisi Ngome ya Vijana ACT Wazalendo, hotuba hii namna ambavyo tuliiona, hotuba ya Waziri Nanauka, haijakidhi kiwango cha utatuzi wa changamoto zinazowakabili vijana nchini, hasa ukosefu wa ajira, uwezeshaji wa vijana kiuchumi, utoaji wa mikopo, ujuzi, mazingira uwezeshi ya vijana kujiajiri. Lakini pia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka, hotuba yake haijajibu utatuzi wa changamoto za mifumo ya kitaasisi, kiuwajibikaji, kisheria, kimiongozo na kiuratibu ili kusaidia vijana na ili kusaidia kundi la vijana kustawisha maisha yao. Kwa ujumla, ukisoma hotuba ya bajeti ya Waziri Joel Nanauka na ukisikia hoja katika randama ya mpango na bajeti kwa mwaka 2026 mwaka 2027, unagundua kabisa ya kwamba wizara haipo serious katika utatuzi wa changamoto za vijana. Wizara haipo serious katika swala la uwezeshaji vijana kiuchumi. Na tuna hoja zifuatazo. Katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka siku ya jana, tumechambua maeneo matano mahususi ambayo aliyoyazungumzia, ambayo sisi tunaona maeneo hayo yana kasoro kubwa sana, na hatuwezi kuliacha hili jambo likapita hivi hivi. Nyie mnakumbuka waandishi, tumekuwa katika kuzungumzia kuhusu uwezeshaji wa vijana kwa muda mrefu sana, na hoja zetu wamekuwa wakiziona kama ni hoja za kisiasa. Jana mmeona bunge, wabunge wa CCM ambao tunasemaga wao ni kusifu na kupiga makofi, jana tumewaona hoja zote, karibu zote walizozungumzia ni hoja ambazo sisi Ngome ya Vijana ACT Wazalendo kwa muda mrefu sana tumekuwa tukizizungumza. Jambo la kwanza ambalo tumeliona, ambayo ni kasoro kubwa katika bajeti hii na ni upungufu mkubwa katika bajeti hii, ni uwiano usiokidhi kwenye bajeti ya wizara kati ya fedha ya matumizi ya kawaida na fedha za miradi ya maendeleo. Ukisoma Wizara ya Maendeleo ya Vijana kupitia Waziri Joel Nanauka imeomba kuidhinishiwa bajeti ya takribani shilingi
bilioni 35 milioni 957 laki 2,098 iliomba, yani waziri anaiambia bunge, naombeni muniidhishie shilingi bilioni 35 957. Katika mchanganuo anasema bilioni 30 na milioni 104 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambayo katika hiyo matumizi ya kawaida kuna mishahara wanaita PE, personal emolument, lakini pia kuna OC, other charges, yani matumizi mengine. Katika hiyo bilioni 30 na milioni 104. Sasa katika hiyo bilioni 30 na milioni 104, matumizi ya mishahara, yani mishahara kuwalipa wafanyakazi ni bilioni 1 na milioni 277. Katika hii bilioni 30 aliyoomba, ambayo wamesema matumizi ya kawaida ni mishahara bilioni 1 na milioni 227, na matumizi mengine other charges bilioni 28 876 laki 203 laki 303. Sasa bilioni 28 ni matumizi mengine OC. Hiyo OC watu wengi huwa hawaelewi. Ukisoma kunerandama, wabunge wanajua imeandishwa OC ni nini, yaani vile vipengele vya matumizi mengine ni nini. Sasa ukisoma kunerandama, OC maana yake ni nauli, posho, kununua samani, vitendea kazi. Yaani hii bilioni 38 wizara iliyoomba ni kwa sababu ya nauli, sio mishahara. Mishahara ameshatoa. Maana katika bilioni 35, bilioni 30 ndio amesema matumizi ya kawaida, ambapo kuna mishahara bilioni 1 na milioni 227, alafu inabaki bilioni 28, ambapo humo bilioni 28 maana yake ni matumizi mengine OC, ambapo ni nauli, posho, kununua samani, kununua vitendea kazi, karatasi, kulipia umeme wa ofisi, mafuta ya magari, chai na vitumbua, chai na vitafunwa, sare za sherehe za kitaifa, posho za kujikimu, safari za ndani na nje, matengenezo ya magari, vifaa viyoyozi, kutengeneza viyoyozi vya ofisi, ununuzi wa magari, likizo, mikutano, warsha. Bilioni 28. Bilioni 28. Alafu fedha kwa niaba ya uwezeshaji kwa vijana, fedha kwa niaba ya miradi ya maendeleo kwa vijana, kusaidia vijana, ni bilioni 5 na milioni 853. Tena hii bilioni 5 na 800 na milioni 853 sio yote na kwenda kusaidia na kuwezesha vijana. Katika hii bilioni 5 na milioni 853, milioni 853 ni kwa ajili ya programu ya kukuza kazi za staha. Kwa hiyo inabaki bilioni 5. Katika hii bilioni 5 pia wamepunguza, wamechukua milioni 300 kwa niaba ya mafunzo ya wajasiriamali makundi 100. Inabaki shilingi bilioni 4 na milioni 700. Hii bilioni 4 na milioni 700 ndiyo anasema ni uwezeshaji wa vijana kwa makundi 100. Alafu
waziri anataka kuambia vijana kwamba ana wizara ambayo ipo kushughulikia changamoto za vijana. Una bajeti ambayo umeomba bilioni 35, umepeleka mikopo na uwezeshaji kwa vijana kwa mwaka 2026 2027 umepeleka bilioni 4 na milioni 700 tu. Bilioni 28 umeacha kwenye matumizi mengine, yani vitafunwa, mafuta ya magari, mikutano, washa, sherehe na sare. Alafu wewe unataka kujivuna kwamba ni waziri wa vijana. Haiwezekani. 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 Kwa sababu ukiangalia yeye anasema, bungeni anasema eti fedha hizi ni nyingi. Zamani serikali ilikuwa inatenga bilioni 1 kwa mwaka, sasa hivi hizi bilioni 5, bilioni 4 na milioni 700 zinatosha kabisa. Idadi ya vijana nchini ukilinganisha na mahitaji yao, bado kuna uhitaji mkubwa sana wa fedha za kuwezesha vijana. Kwa hiyo katika hili tumesikitika sana, kwa sababu fedha kwa niaba ya matumizi ya kawaida na matumizi mengine ni takriban 83% ya bajeti nzima ya serikali, ya bajeti nzima ya wizara ya vijana. Fedha kwa sababu ya kusaidia vijana na maendeleo na miradi na uwezeshaji wa vijana ni 17% tu. Unawezaje kuwa serious ukasema kwamba sisi kwetu vijana ni asset? Kijana ni asset, unamtengea bilioni 5. Kijana ni asset, alafu mnajitengea bilioni 28 kwa niaba ya vitumbua na chai, kwa niaba ya sare, kwa niaba sijui ya kununua samani, kwa niaba ya safari za nje, za ndani na nje, kwa niaba ya sare za sherehe, kwa niaba ya posho na likizo. Haiwezekani. You can't be serious. Nyie vijana sio asset. Nyie vijana ni liability. Mapendekezo yetu, tunaungana na hoja, mapendekezo yetu katika hii hoja ya kwanza, tunaungana na hoja ya mbunge wetu na katibu mkuu wetu ndugu Ado Shaibu aliyeongea bungeni siku ya jana kuitaka serikali iongeze fedha katika mfuko wa maendeleo ya vijana kwa kurejesha fedha zote za vijana kati ya bilioni 200 zilizopelekwa wizara za kisekta ili kuvimbisha mfuko wa maendeleo ya vijana.